nikwambie msemaji, nikwambie hawa nimetoka nao Kigamboni. Mimi nilisema kwa sababu tuna mapenzi ya dhati, nimeacha hari ya new model nilonunuliwa na Kansela Salah kutoka Silent Ocean, nimeliacha nyumbani. Nikasema kwa sababu vijana sio wote wanamiliki magari, nikamwambia tuchukueni bodaboda twendeni 77 kuna amani. Hawa vijana wanapiga matarumbeta nimetoka nao Kigamboni, anaitwa Muba. Tukaja mpaka hapa, nikasema tuungurume, tutembee, tuwaambie wenzetu wa nyumbani waje. Lakini nataka umwambie mtu akija kwenye banda hili anapata elimu gani kubwa? Asante sana. Elimu tunayopata hapa ni nyingi na ya aina mbalimbali. Kwanza tunazo commission zetu 8. Ndio. Kwa sababu tuna commission ya utawala na management ya rasilimali watu, na commission ya upelelezi wa makosa ya jinai, na commission ya uchunguzi wa kisayansi. Hii ndio kwa mfano tukio likitokea ndio wanaokuja na vyombo vyao kupeleleza, kuchukua sampuli mbalimbali kwa ajili ya kudhibitisha kesi ambayo imetokea. Lakini pia tunayo commission ya fedha na logistics, tunayo commission ya operation na mafunzo, tunayo commission ya polisi Zanzibar, lakini tunavyo vitengo 29. Lengo lake ni kuwapa elimu majukumu ya jeshi la polisi ni nini, kwa sababu wakati mwingine kuna wakati polisi akitekeleza majukumu yake mwananchi anafikiri labda sio kazi ya jeshi la polisi. Hakuna jukumu ambalo linatekelezwa na jeshi la polisi ambalo halijaelekezwa na sheria. Lakini pia ukija hapa utaelekezwa au utafundishwa namna ya kupata hati ya tabia njema. Kwa mfano wewe kijana unataka kusafiri kwenda nchi za nje, unaambiwa kalete hati ya tabia njema. Kwa hiyo ukija hapa tutakufundisha. Lakini pia kama unahitaji, badala ya kusubiri siku 7 siku 5, hapa ndani ya masaa 24 unapata hati ya tabia njema. Lakini pia kuna watu wanapotelewa na simu au anaibiwa, anatakiwa apate hati ya kupotelewa na mali. Hapa pia tunatoa hiyo elimu. Lakini pia tunatoa elimu ya kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya. Swadakta zangu vijana ninaowaona hapa mbele, madawa ya kulevya imemaliza ndoto za baadhi ya vijana wenzenu. Hapa tunatoa elimu namna kujiepusha. Lakini pia tunatoa elimu ya athari za dawa za kulevya kwa wazazi. Siku hizi kuna watu wamekuwa wajanja, wanatengeneza hata biskuti za dawa za kulevya, wanatengeneza hata chocolate za dawa za kulevya. Sasa utamjuaje kijana wako, mtoto wako kwamba amepewa kitu cha aina hiyo? Ukiona ukifija hapo kwenye banda la polisi tutakuonyesha ikoje, unajifunza. Kwa mfano wewe mnaiona hapa imeletwa. Hizi ni keki zimetengenezwa kwa dawa za kulevya. Hizi ukitumia mtoto wako, kijana wako, kichwa kinabadilika. Unaona anaanza kuona maruerue. Anaanza kuambia faza, unajua au dada anamuita wewe faza, wewe dingi, wewe dingi, mbona ulali? Kwa hiyo vitu kama hivi tunafundisha hapa. Lakini pia tunafundisha namna ya kusaidiana kuepukana na vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini unyanyasaji dhidi ya watoto kabisa. Lakini bila kusahau kitengo chetu cha usalama barabarani. Wewe kijana unaweza kupata mafunzo ya namna wewe ya kuwa dereva bora. Siku hizi tatizo lililopo sasa hivi ni baadhi ya watu kutokuwa madereva bora, kutokuwa dereva wa kujihami. Barabarani hutakiwi ubabe, unatakiwa ujihami, usome, uendeshe gari lililoko mbele yako, uendeshe la kwako, uendeshe na lililoko nyuma yako, lililoko pembeni yako, kushoto na kulia. Sasa hilo vijana wengi au baadhi ya watu wanashindwa kwenda. Njoo kwenye banda la jeshi la polisi tukufundishe. Lakini tunavyo vyuo vyetu vya udereva. Ukifundishwa na jeshi la polisi udereva, na kuambia haki ya Mungu utakuwa dereva bora Tanzania. Acha masiara bwana. Lakini pia tunafundisha vijana hapa makenika namna kutengeneza pikipiki. Pikipiki ziko nyingi, lakini mafundi ni wachache. Njoo jiunge na chuo chetu cha polisi, tunafundisha. Njoo na hapa tunakupa hiyo elimu. Lakini bila kusahau tunalo shirika letu la uzalishaji mali. Shirika letu siku hizi linatoa huduma ya ulinzi. Tuna walinzi mahiri waliofundishwa, waliopikwa. Lakini pia tunasindikiza fedha. Na hivi karibuni tutazindua mradi wetu wa ukaguzi wa magari. Ile ya kulala tena chini sio kwa nini. Tunakuja na vyombo vya kitaalamu. Gari yako ikiingia pale inakaguliwa, unakuwa huna wasiwasi wa aina yoyote. Lakini pia kwenye makosa ya matumizi ya mitandao ya kijamii, hapa tunakupa elimu juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Ukitumia mitandao ya kijamii vizuri, utatoka, utapata fursa kabisa. Lakini ukitumia vibaya,
ina maana unakinzana na sheria. Ukikinzana na sheria utaanza kukimbia. Wewe kwa nini uchonganishe watu, utukanie watu, ujengee watu chuki? Sijui unaposti picha za ajabu. Kwa nini wakati unaweza ukatengeneza picha za? Kwa mfano hapa jinsi tulivyo hapa, watu wanarusha kwenye mitandao. Kesho na kutwa mtu atapata kitu fulani, atatangaza tangazo lake la biashara yake, atapata fursa, atauza mali zake vizuri. Usitumie mitandao ya kijamii vibaya, kijana ulioko mbele yangu, au mtoto au mzee. Itumie vizuri, itakunufaisha kiuchumi. Kwa maana ya biashara, utaweza kupata fursa za biashara, utaweza kupata fursa za kazi, utaweza kujifunza mambo ya dini, masomo na kadhalika. Kwa hiyo tunatoa wito jamani, tutumie mitandao ya kijamii vizuri, na jeshi la polisi nawaambia haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, tuwaambie hakuna kitu kibaya duniani kinachoendelea sasa hivi kama vita ya maneno, vita ya simulizi ambazo watu wanachonganisha, watu wanapigana. Angalia mapigano yote duniani sasa hivi yanaanza na maneno. Tuepuke vita ya maneno inayoendelea. Ukipata message kabla hujaidhibitisha kutoka kwa mamlaka husika, kijana, usiisambaze. Ni kosa chini ya sheria ya mitandao ya kijamii ya 2015. Kijana, nchi yako hii ilinde. Sasa kidogo unachokipata leo, unapata 500, unataka kukivuruga. Ukikosa 500 utaipata wapi? Umekwisha. 500 hiyo ina thamani, 10,000 hiyo, 5,000 hiyo ina thamani kuliko kitu chochote kile. Usivuruke amani yako ukakosa 500, 1000, 5000, 10,000, ukakosa marafiki, ukaanza kukimbia kila saa. Wewe ni kukimbia, mara umehamia Kigamboni, mara umehamia Mburahaiti, mara unaambia polisi nakimbiwa au serikali nakimbiwa. Tatizo tu ni muda, utafikiwa na kesi ya jinai huwa haifi. Mimi nakumbuka kuna siku moja mimi nilienda kuwa OCCID mkoa mmoja, nikakuta kuna jalada lilikuwa na miaka 10, lakini mtu akaja akaniambia yule mtu aliyefanya mauaji amerudi tena, kazeeka sasa hivi. Nilichokwenda tu ni kumshika chap, njoo tuendelee. Nikasoma jalada, nikampeleka mahakamani, na kwa bahati mbaya ni Mtanzania mwenzetu alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Sasa kwa nini ujiingize kwenye uhalifu, kijana mwenzangu au mzee mwenzangu? Kumbe mimi mzee. Awe kijana bwana. Kijana, kwa nini ujiingize kwenye uhalifu? Ukose amani, ukimbie, uwatese wazazi wako kukuletea chakula polisi, magereza. Tunza amani, tii sheria, tusonge mbele kama Watanzania, tuendelee kunemeka na nchi yetu. Asanteni sana. Sisi mheshimiwa msemaji, wakati tunakuja sisi tuna slogan yetu. Tunasema hatudanganyiki. Hatufanyi nini? Hatudanganyiki. Sisi hapa tunatembea huko tunasema hatudanganyiki. Tumeshashtuka. Kuna watu wananufaika kupitia migongo yetu. Sisi hatudanganyiki. Hatufanyi nini? Hatudanganyiki. Sauti sijasikia. Hatufanyi nini? Hatudanganyiki. Muba nataka umpe nderemo msemaji hapa kidogo, turimdime. Muba nipe vitu kidogo, nipe vitu. Ngoja. Ndio. Muba subiri. Muba akishaweka nderemo, na mimi namleta Panya Msela, namleta Nyumbu Mjanja, namleta Kisanaa, namleta Man Prince, namleta Ndolela, namleta Minja. Wote kwa pamoja tuserebuke. Walete hao. Muba niletee watu. Muba lete wewe. Tunatamba naye. Mamula tunaye na tunatamba naye. Mamula tunaye. Tunatamba naye. Mamula tunaye. Na tunatamba naye. Ndolera mama, ndolera karukuru we, ndolera maiwani we, ndolera baba, ndolera karukuru we, ndolera tasereka. Washa zina.